Bwana wetu Yesu Kristo tena katika kipindi hichi. Muda unakwisha, dhahama kuu iko mlangoni. Watu tunapaswa kukumbusha kwamba muda umesonga. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo itawale juu ya maisha yako. Wasahu pia nakukaribisha tena katika kipindi hichi, kipindi pendwa, kipindi ambacho tutakuwa nawe katika kuhabarishana habari njema za uzima wa milele. Tunakwenda kuanza somo letu lile kichwa kinachosema watu wanaotiwa muhuri. Watu wanaotiwa muhuri. Tumekwisha kuomba kutokana na changamoto ya vifaa vyetu vya uchukuaji picha, ndio maana tumeomba kabla ya kuanza somo. Tutakuwa na somo pendwa na somo nyeti katika wakati huu linaloongelea habari za watu wanaotiwa muhuri. Matukio yanayozunguka katika ulimwengu kwa sasa yanatuonyesha kwamba kuna jambo linakwenda kupata ulimwengu. Ulimwengu wetu unatikiswa na roho ya vita. Kisoma katika kitabu kile cha Matukio ukurasa wa 11, nabii anasema ulimwengu unatikiswa na roho ya vita. Unabii wa sura ya 12 ya kitabu cha Danieli upo katika utimilifu wake. Ninakualika uchukue nafasi na muda wako kusikiliza yale ambayo Mungu anataka kuyasikilize katika wasaa huu. Tunaishi wakati ambapo mlango wa rehema unakwenda kufungwa na watu wakazi wa dunia wakiwa hawana habari. Tutasoma katika kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana ile sura ya 7. Malaika anayemletea habari Yohana anamwambia kwamba ni ufunuo wa Yesu Kristo, ama alipewa mtumishi wake Yohana kuja kutujulisha sisi, maana aliagizwa au peleke kwa yale makanisa 7 ambayo yapo kule Asia. Makanisa 7 ambayo tunaishi katika kipindi cha 7 cha kanisa ambacho ni kanisa la Laodikia. Sasa katika wakati wa Laodikia tunapata habari za kutiwa muhuri kwa watu wa Mungu. Katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya 7. Kitabu kile cha Ufunuo sura ya 7. Tunapata habari hapa. Ufunuo sura ya 7. Baada ya hayo nikaona malaika 4 wamesimama katika pepo 4 za nchi, wakizizuia pepo 4 za nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Ufunuo sura ya 7 ni mwendelezo wa Ufunuo sura ya 9. Baada ya kufunguliwa kwa muhuri ile baada ya kufunguliwa kwa ile muhuri ya 6, baada ya kufunguliwa kwa muhuri ya 6 tunaona matukio makubwa ya kihistoria ambayo yalianza kutokea: jua kutiwa giza, tetemeko la Lisbon, nyota kuanguka. Haya yote yalifuatia baada ya kipindi cha zama za giza cha siku 1260. Unaposoma kitabu cha Ufunuo utasoma Ufunuo sura ya 6 na ule mstari wa 12 kushuka chini, utasoma hayo. Sasa Ufunuo sura ya 7 anatuambia baada ya hayo matukio, anasema baada nikaona malaika 4 wamesimama katika pepo za nchi, wakizizuia pepo 4 za nchi, upepo usivume. Tunajua upepo unaashiria hali ya vita. Upepo unaashiria hali ya dhoruba katika ulimwengu. Sasa hawa malaika ambao wanatulinda, wanaoshikilia pepo 4, anasema akaona malaika 4 wanaozishikilia pepo 4 wakizizuia upepo usivume juu ya nchi. Anasema nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri wa Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika 4 waliopewa kuidhuru nchi na bahari. Malaika mwingine anatoka kutoka mawio ya jua. Tunajua kwamba mawio ya jua ni kule ambako anakuja malaika, anawapigia kelele kwamba msizuru
nchi wala bahari. Mawio ya jua ni kule jua linakotokea mashariki. Kwa habari za kutiwa muhuri zinatoka mashariki. Mawio ya jua. Anasema msiachilie, akiwa shikilieni. Lakini malaika hawaambii tu kwamba washikilie, mpaka tutakapokuwa tumewatia muhuri watumwa wa Mungu aliye juu. Anasema nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua mwenye muhuri wa Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari. Hao malaika wanne wakati wanaziachia zile pepo nne, nchi ilitakiwa kudhuriwa. Bahari ambayo tunajua ni watu wengi, nchi tunajua ni watu wachache. Kwa mujibu wa Ufunuo sura ya 13 mstari wa 1, bahari humaanisha watu wengi, lakini nchi humaanisha watu wachache. Kwa anasema wakiwaambia shikilieni, msizuru nchi wala bahari, kwa sababu matukio ya Ufunuo sura ya 6:12 yalikuwa yanatupa habari za ujio wa Yesu. Anasema mbingu zikaondolewa kama ukurasa, mahali pake na wafalme warudi. Lakini kabla hayatimia hayo, tunampata malaika mwingine akisema shikilieni, watumwa wa Mungu watiwe muhuri katika vipaji vya nyuso zao. Anasema msizuru nchi wala bahari wala mti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu ya waliotiwa muhuri katika kila kabila la wana wa Israeli, watu 144. Mungu analeta habari za kutiwa muhuri katika siku za mwisho kwa wacha Mungu. Habari hizi ni njema, na habari hizi ni kwa wale ambao watakuwa wamejiandaa kupokea muhuri wa Mungu, ndio ambao watakuwa wameupokea muhuri wa Mungu. Muhuri wa Mungu si kitu kinachoandikwa na kuchorwa hapa. Hapana. Muhuri wa Mungu hufasiriwa kama kutulia katika ukweli. Muhuri wa Mungu hubebwa na kitu kinachoitwa Sabato. Sabato ndani yake ndiyo hukamilisha, ndiyo inayobeba kitu kinachoitwa muhuri wa Mungu. Sasa huu muhuri wa Mungu ni kutulia katika ukweli. Sasa kutulia katika ukweli hakuwezi kuandikwa hapo, bali wale wanaotii maagizo ya Mungu, wale wanaofuata maelekezo ya Mungu watapokea muhuri wa Mungu katika vipaji vya nyuso zao. Wale wanaotii kile Mungu alichokisema. Katika kipindi hiki tunachoishi, katika kipindi hiki ambacho historia ya ulimwengu huu inakwenda kufikia mwisho, watakaookolewa ni wale waliotiwa muhuri wa Mungu. Maana ni wale ambao wamejitoa katika kutii kanuni za Mungu, katika kutii maagizo ya Mungu pekee, ndio watakaotiwa muhuri wa Mungu. Tusome katika kitabu cha Ezekieli sura 20 mstari wa 12. Ezekieli 20:12. Ezekieli 20:12. Anasema tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasa. Kwa hiyo sabato ni kipimo cha utii kwa watu wa Mungu. Mpendwa, kama unataka kwenda mbinguni, lazima kwanza ukubali kumtii Mungu, na kumkubali kumtii Mungu ni kushika maagizo yake. Tena naliwapa sabato zangu sio ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu niwatakasaye. Kwa wale wanaotii maagizo kwa kushika sheria za Mungu zote,
watapata utakaso. Ingawa hatushiki sheria za Mungu kwa uwezo wetu, bali ni neema ya Kristo inayotuvuta na kututisha katika sheria yote. Tumepewa Sabato kama kipimo cha utii sisi ambao ni watu wa Mungu. Kwa wale ambao wanashusha, wanakuza viwango vyao katika utii wa amri za Mungu, watapokea muhuri wa Mungu katika vipaji. Wale wanaotii na kukaa katika mbawa za Kristo na kunyenyekea na kujishusha, kusikiliza kila sentensi ambayo Mungu anasema na kuifuata, watapokea muhuri wa Mungu katika vipaji na nyuso zao. Sasa tunaishi katika wakati ambapo pepeto linakaribia kutokea, pepeto linakaribia kupata ulimwengu, pepeto linakaribia kulikumba kanisa, pepeto linakaribia kulikumba kanisa la Mungu. Lazima tuiwahi, pepeto linakaribia kulikumba kanisa la Mungu, na pepeto huo umeshaanza. Maana katika maandiko hayo dada White anasema mtu mwenye dekio chafu ameshaingia, na wengi wapo karibu na kufagiliwa mbali. Wengi wapo karibu na kufagiliwa mbali. Tunaona harakati ambazo zinaendelea katika ulimwengu kung'oa mataifa ambayo hayataki kutii mamlaka ya upapa yaking'olewa. Na tutaona hivi karibuni utangazwaji wa sheria ya Jumapili, na hilo limeshaanza katika nchi ya Amerika. Mchakato huo umeshaanza, maana tumeshuhudia baadhi ya division zikipinga sheria ya Jumapili. Sasa mpango huo wa sheria ya Jumapili utakapokuwa umekamilika, ndipo tutapata maana halisi, ndipo ile neno chapa ya mnyama litakapoanza kufanya kazi. Kwa wakati watu wengine wanatiwa chapa ya mnyama, wengine watakuwa wakitiwa muhuri wa Mungu. Mpendwa msikilizaji na mpendwa mtazamaji, lazima ukubali kujiweka chini ya mamlaka ya Mungu. Ninakusii ukubali kujishusha chini ya mamlaka ya Mungu uweze kupokea muhuri wa Mungu. Tii maagizo ya Mungu, tii sauti ya Mungu, sikiliza Mungu anachosema uweze kupokea muhuri wa Mungu. Kama hutapokea muhuri wa Mungu kwa sasa, basi utapokea chapa ya mnyama katika kipaji cha uso wako. Muhuri wa Mungu humaanisha kutulia katika ukweli. Muhuri wa Mungu humaanisha ukamilifu, bali chapa ya mnyama ni kinyume cha hayo. Maana yake ni kutulia katika uongo, humaanisha kutotii maagizo ya Mungu. Na unapopimwa katika mizani ya mbinguni, Mungu anakuona kuwa umepungua. Ezekieli sura 20 mstari wa 20. 20 kitabu cha Ezekieli nasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi nanyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kumbe sabato ndio ishara. Malaika wanapozuia zile pepo isivume mpaka watumwa wa Mungu watiwe muhuri, kumbe wanatiwa katika kipaji. Si nembo inayoonekana kwamba sabato, bali ni kutii, ni kutulia katika ukweli wa Mungu. Maana ubongo wa mbele ndio Mungu hupitisha taarifa za kiroho. Akili zetu zinapostiki katika kumtazama Kristo, miili yetu inapotolewa katika kufanya kazi kwa ajili ya Kristo, mwili, nguvu, akili na roho vyote vinapoelekezwa kwa Kristo, maana miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, hapo ndipo tunakuwa tumetulia katika ukweli. Wakati tunapokuwa tumetulia katika ukweli, tunapokea muhuri wa Mungu katika vipaji. Maana akili yetu haiwezi kuyumbishwa tena kuyafuata mambo yasiyo ya ukweli. Kwa Mungu anatutaka tuzitakaze sabato zake, tutii maagizo yake, tuwe na imani katika damu ya Yesu iokoayo. Hapo Mungu atakuwa anatutia muhuri.
Mungu atatutia muhuri endapo tutasikia sauti yake. Mungu atatutia muhuri pale ambapo tutatii kwa ukamilifu. Na jambo hili sio la mchezo, bali linahitaji bidii na juhudi, maana vita yetu si juu ya damu na nyama. Vita yetu ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza na pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, anasema katika kitabu kile cha Efeso sura ya 6. Tunahitaji maombi mengi katika wakati huu ambapo mlango wa rehema unakwenda kufungwa. Ili mlango wa rehema unapofungwa, tusije tukafungiwa nje. Tunahitaji juhudi katika kusali, tunahitaji kuwa na maombi mengi, tunahitaji kusoma kwa bidii, ili mlango wa rehema unapokwenda kufungwa tusije tukafungiwa nje, bali tuwe miongoni mwa wale Yesu anapokuja tuseme, wewe ndiwe Bwana wetu tuliyemngojea na atusaidie. Mpendwa mtazamaji, nipende kukukaribisha katika masomo yatakayokuwa yakiinuka katika channel yetu. Ni wakati ambapo sasa tunapaswa kuamshana, maana muda umesonga sana. Tunaona harakati za sheria Jumapili zikianza kupamba moto katika Amerika. Tunaona jinsi Marekani inavyofanya katika ulimwengu. Tunaona mnyama mwenye pembe mbili anatimiza unabii kwa kishindo, lakini kanisa likiwa limelala, Wasabato wakiwa wamelala. Muda wa kufanya kazi, tulipaswa tuwe tumefanya kazi, lakini tumelala. Tunapaswa kuamka katika usingizi. Tunapaswa kuitenda kazi ya Bwana, maana ni mchana. Tunapaswa kutumia vyombo hivi tulivyokabidhiwa, vyombo vya simu, vyombo vya laptop, kuifanya kazi kwa njia ya magazeti, kwa njia ya vitabu, kwa njia ya message. Wengi tunatumia Facebook, TikTok katika mambo yetu kabisa, lakini tunapaswa kupenyeza Injili, tukaokoe roho ambazo ziko zambeni, roho ambazo zinapotea. Ulimwengu unakwenda katika anguko. Ulimwengu umefikia hatua ambayo si ya kawaida. Muda unakwisha, muda unakwisha. Dhahama kuu iko mlangoni. Watu tunapaswa kukumbusha kwamba muda umesonga. Kwa hiyo ni kualike mpendwa msikilizaji na mtazamaji katika masomo ambayo yatakuwa yanaendelea katika siku zinazokuja. Uwe karibu katika chaneli yetu hii ya jina Tuamshe Tena. Tuamshe tena Baba, tuamshe tena, tujaze na pendo, tupe Roho wako. Amen. Tutapiga magoti, tutaomba, lakini kwa sababu kamera zetu, vifaa vyetu haviruhusu kutuchukua mpaka tunapoomba, basi tutaishia hapa katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Amani iwe nawe. Amen.